risasi na majambazi. Ndugu alipigwa risasi na watu wasiojulikana katika duka lake majira ya saa 1 jioni. Mike Chalo anauketi wa taarifa hii. Ni kisa kilichowaacha wakazi wa eneo hili la Ndimundege wakiwa wamejawa na wasiwasi baada ya Paul Ndung'u ambaye ni mchuuzi mashuhuri wa duka kupigwa risasi na kuuliwa na majambazi walioonekana kutumia pikipiki. Wenye waliweza kuingia wanasema alishutiwa pandi ya mkono wake, sijui ni wa kulia ama ni wa kushoto. Risasi inaonekania pandi hiyo, na risasi ilitoboa curtain ikielekea kutoboa mlango ya back door. Nilikimbia tu hadi hapo kwa duka na nikapata umati wa watu, na unfortunately Ndung'u was dead. That is how he died. Tukio hili ambalo lililotukia mwendo wa saa 1 usiku likijumuisha visa vingi vya ujambazi vinavyoendelea kushuhudiwa maeneo haya. Hapa Ndimundege sub-location tunaona mambo ya usalama sio mzuri sana, inastahili kuimarishwa na ili hata sisi tuwe salama. Kwa mujibu wa majirani, milio ya risasi iliyosikika ilivuta hisia kabla ya kugunduliwa kuvamiwa kwa mchuuzi huyu, ujambazi huu ukiwaacha wakazi wengi hapa katika njia panda, kwani ulitukia takriban mita 100 kutoka kituo cha polisi cha Ndimundege. By kitu saa 1 nilisikia, nilikuwa kwa bafu, nikasikia kitu kama nilikuwa nasema nikisiagi kutoka, ndio nikasikia duru imepiga, nikasikia ati Ndung'u ameuliwa. Wakazi sasa wanahusisha ongezeko la ujambazi katika eneo hili na kutowekwa kwa taa za barabarani sawa na vitengo vya usalama kutokuwa na zana za kuhudumu za kutosha, hali ambayo inazidi kuyaweka maisha yao katika hatari. Kuna police station ya Ndege hapa, tuletewe maaskari. Hata gari hawana. Hapa hakuna hata stima ya street lights. Kwa hivyo mambo ya giza bado inachagia sana mambo ya kusorota kwa usalama wa hapa. Familia ya Paul Ndung'u sasa inaitaka serikali kuwatia mbaroni wauaji wa mpendwa wao, wakazi wa eneo hili wakimtaja kama aliyekuwa wa msaada mkubwa kwao. Imekuwa pigo kwa society ya Ndege. Mike Chalo, TV47, kaunti ya Nakuru.